مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. makafiri siku ya kiyama watasema kuwa siku hii ni siku ambayo ni nzito mno. Ndugu zangu Waislamu, hutuba yangu ya leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala nitawazungumzia watu 7 ambao watapata kivuli siku ya kiyama. Watu 7 ambao watapata kivuli siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, sote au wengi tunajua kuwa siku ya kiyama kuna shida zake, lakini siku ya kiyama hili jua litakuwa ni kali mno, tofauti na unavyoliona sasa hivi. Siku ya kiyama linakuwa ni ashaddu, linakuwa ni kali mno. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaeleza kuwa siku hiyo ya kiyama kuna watu ambao watapata kivuli, na kivuli hicho ni kivuli cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Manake kuna baadhi ya watu watafunikwa, watapata kivuli ndani ya siku hiyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema 7 yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Kuna watu 7 ambao Allah atawafunika watu hawa kwa kivuli chake. Yawman, siku ambayo la dhilla, hakuna kivuli, illa dhilluhu, isipokuwa kivuli chake. Watu hawa 7 ndio watakaopata kivuli, watu wa aina 7. Ama ambao hawatokuwa na sifa hizi ambazo mtume atazitaja kwa watu hawa, basi hao hawatopata kivuli hicho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu wa kwanza kabisa, mtume asema ni imamun adlun, imamu ambaye ni mwadilifu. Na neno imam maana yake ni kiongozi. Pahala popote mtu akiwa ni kiongozi, basi anatakiwa kuwa ni mwadilifu, kuanzia kama ni rais, kama ni mkuu wa mkoa, kama ni mbunge, hata mwenyekiti. Lakini si hivyo tu, baba wa familia pia anazingatiwa kuwa ni imam ndani ya familia yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika watu 7 hao, wa kwanza kabisa ni imamu ambaye ni mwadilifu. Usije ukajua labda mwadilifu lazima awe shekhe, huyu imamu lazima awe imamu wa msikiti. Hata wewe baba, kama uko na watoto nyumbani kwako, wewe ni imamu, wewe unawaongoza, lazima ufanye uadilifu katika kuwalea hawa watoto. Kama hautafanya uadilifu, manake wewe umefanya dhulma. Kwa hiyo siku ya kiyama hautapata kivuli. Na moja katika dhulma wanazozifanya wazazi ni pale mzazi anapompenda mtoto mmoja zaidi kuliko wanavyowapenda wengine, mpaka hawa wengine wakajua kuwa baba mapenzi yake yote ni kwa yule, basi wewe unafanya dhulma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema mtu wa kwanza katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni imamun adlun, ni imamu ambaye ni mwadilifu. Wewe ni mtu wa kwanza. Na mtu wa pili, mtume akasema washabun, na kijana nashaa fi ibadatillahi, ambaye makuzi yake yote amekulia katika ibada, amekulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana ambaye makuzi yake nashaa fi ibadatillahi,
amekuwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ni katika watu ambao siku ya kiyama watapata kivuli. Kwa nini? Kwa sababu vijana wengi, mtu akishaanza kubaleka kuanzia miaka 15 mpaka miaka 40, hapa kipindi hiki ni kipindi cha hatari sana. Ndio maana Mtume akasema kijana ambaye makuzi yake yote ni kwenye ibada, makuzi yake yote yapo katika njia sahihi, basi huyu ni katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, katika nukta hii vijana wengi wamedondoka. Leo vijana wengi ndio wamekuwa ndio washinzi mitaani, wengi wamekuwa hivyo. Vijana wengi wamekuwa wao ndio wazinifu, vijana wao ndio wamekuwa ndio wezi, wao ndio wa kuteremsha nguo mpaka kwenye makalio, wao ndio wa kufanya kila aina ya machafu. Ile nguvu ya ujana ilitakiwa wao waitumie katika ibada, ile nguvu yao ya ujana. Na ndio maana katika mambo manne ambayo mtu siku ya kiyama ataulizwa, Mtume asema la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an 40. Mguu wa mtu siku ya kiyama hautokwenda pahala mpaka aulizwe kuhusu mambo manne. Moja katika mambo hayo manne, ataulizwa kuhusu ujana wake, ameutumia vipi ujana wake, kwa sababu kipindi cha ujana damu inachemka, akili inafanya kazi. Kwa ni kipindi ambacho Muislamu kijana anatakiwa kukitumia katika ibada. Lakini mtihani, nenda mitaani, tazama, pita katika magenge, angalia vijana namna gani walivyopotoka. Na vijana ndio wanaotegemewa, kwa sababu hata ukiangalia manabii walipewa unabii wakiwa ni vijana. Hata ashabul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala asema innahum fityatun amanu. Ashabul kahfi walikuwa ni vijana walioamini, walikuwa si wazee, walikuwa ni vijana, kwa sababu kwenye ujana ndio harakati nyingi zinapatikana pale. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu wa pili ambaye atapata kivuli siku ya kiyama ni kijana ambaye nashaa fi ibadati llahi, maisha yake amekulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, leo vijana kupotoka asili inaanzia kwa wazazi, kwa sababu Waswahili wasema mtoto umleavyo ndivyo wakuavyo. Vijana wengi wameharibika wakiwa majumbani mwao, hawakufundishwa dini, hawakulelewa katika misingi inayotakiwa. Watu wanaanza kuja misikitini, sasa mtu akishaona ameshaanza kuzeeka anaona sasa bora nianze kuswali, lakini ujana wake hajautumia vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ujana wako utakuja kuulizwa siku ya kiyama umeutumia vipi. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye atapata kivuli siku ya kiyama ni kijana ambaye amekuwa na makuzi yake yote yalikuwa ni katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa tatu Mtume akasema wa rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Mtu wa tatu ni yule mtu ambaye moyo wake umefungamanishwa na misikiti. Mashaallah, ni mtu wa ibada, msikitini humkosi, ni mwingi wa kuswali, ni mwingi wa kufanya ibada mbalimbali ndani ya msikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu huyu ambaye moyo wake wakati mwingi unashughulishwa na ibada, mara nyingi moyo wake umefungamanishwa na misikiti, huyu ni katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu misikiti wanaiona kama vile kituo cha polisi. Mtu kuja msikitini japo kukaa itikafu hawezi. Na hata tunashuhudia baada ya swala watu wakimaliza kuswali, harakati zao zote watu watoke nje.
Mtu anaona kukaa ndani ya msikiti lisali moja kwa ajili ya kufanya ibada hawezi. Mtume anasema katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni mtu ambaye moyo wake umefungamanishwa na misikiti. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja mtu wanne akasema, warajulani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Mtume anasema katika watu watakaopata kivuli siku ya kiyama ni watu wawili, watu ambao tahabba fillahi, walipendana kwa ajili ya Allah, ijtamaa alayhi, wakakutana pamoja kwa ajili ya Allah, watafarraka alayhi, na wakatengana wakachukiana kwa ajili ya Allah. Watu hawa watapata kivuli siku ya kiyama. Watu wawili tahabba fillahi, mapenzi yao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiwe mtu yuko na rafiki yake, mashallah, unaona marafiki wawili wanatembea wanapendana, lakini kumbe mapenzi yale ni maslahi ya kidunia. Kila mmoja amempenda mwenzake kwa sababu yuko na maslahi naye. Si mapenzi hayo. Umempenda fulani kwa sababu ni mwingi wa ibada, kwa sababu ni mcha Mungu, ukasema yule mimi nampenda lillahi, kwa ajili ya Allah, kwa sababu ni mwingi wa ibada, mimi moyo wangu umempenda mtu yule, mkapendana katika sura hii. Lakini si hivyo tu, Mtume asema watafarraka alayhi, lakini ikifikia wakati walipotengana, walipochukiana, ikawa wamechukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumependana, tulikuwa marafiki kwa ajili ya Allah, twaswali pamoja, twafanya ibada zetu pamoja, tukapendana kwa ajili ya dini. Lakini nilipomuona mwenzangu ameacha kuswali, amezembea katika ibada, basi pale mmoja akaamua kumchukia mwenzake kwa ajili ya dini, basi huyu atapata kivuli siku ya kiyama. Lazima nukta hii Waislamu tujipime. Wengi tuko na marafiki, wengi tunapendana, lakini mapenzi yetu ni ya aina gani? Hivi mapenzi yetu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Utagundua kuwa mapenzi yetu ni ya mali, mapenzi yetu kuna maslahi fulani, ndio fulani akampenda fulani. Lakini watu kupendana kwa ajili ya Allah, mtu akamchukia fulani kwa ajili ya Allah, hili halipo. Na leo utakuta watu wengi tumegombana mitaani, fulani hazungumzi na fulani, lakini ukiwauliza yawezekana ugomvi wao tu ni ugomvi wa kidunia, yule hampendi yule tu. Si kwa maana yule hampendi yule kwa sababu yule haswali. Tena yawezekana Muislamu akamchukia Muislamu muumini kabisa ambaye anasimamisha swala tano, akamchukia na akaenda kumpenda mtu ambaye wala haujui msikiti, wala hasimamishi swala, wala hana habari yoyote na dini ya Kiislamu. Utamkuta mtu huyu ndio kamkumbatia. Ama watu wenye kusimamisha ibada, yeye hana haja nao, yeye hawapendi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika watu watakaopata kivuli siku ya kiyama ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, lakini pia wakachukiana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini. Haiwezekani mtu anaswali halafu unamchukia, na kuna mtu ni tariku swala, haswali na unampenda. Bado hapa mapenzi yako ni ya uongo. Mtu ambaye anafanya mazuri, anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo mfanye kuwa ndiyo rafiki yako. Yule ambaye hasimamishi ibada za swala, huyo haifai kumfanya kuwa ni rafiki, kwa sababu inawezekana huyo akakupoteza. Lazima Waislamu wapendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wataweza kupata
kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtaja mtu wa tano akasema, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhata mansibin wa jamali. Katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama, Mtume asema wa rajulun, ni mtu ambaye da'atuhu imra'a, ameitwa na mwanamke, dhata mansibin wa jamali, mwanamke huyo yuko na cheo, yuko na nafasi na yuko na mali. Mtume asema mtu mume, kijana au mtu mzima mzee akaitwa na mwanamke mzuri, mwanamke mwenye mali zake, akakuita akakwambia tufanye machafu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kisha huyu kijana aliyeitwa na mwanamke mzuri na mwanamke mwenye mali zake, kijana ameitwa akafanya machafu, yule kijana akamwambia mwanamke, inni akhafullah, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi kufanya machafu hayo. Tunasema huyu kijana huyu au mtu huyu atakuwa ni katika watu watakaopata kivuli siku ya kiyama. Mwanamke mzuri, mwenye heshima yake, mwenye cheo chake, mwenye mali yake, akakuita kwa ajili ya kufanya maasi. Sasa hapo ndiyo unatakiwa uonyeshe uchamungu wako, yale matamanio uyazuie. Mshairi mmoja anaitwa Ibn Durayd anasema, wa afatul aqli alhawa, faman ala hawahu aqluhu faqad naja. Maafa ya akili ni mtu kutumia matamanio yake, ikawa matamanio yake yanamuendesha. Mwanamke mzuri amekuita, anataka mfanye kitendo cha zinaa, nafsi yako inakwambia fanya, unatakiwa uizuie nafsi yako, unatakiwa matamanio yako yasikuendeshe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema kijana huyo ambaye ataitwa na mwanamke kisha akasema mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi kijana huyo au mtu huyo ni katika watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuelezea watu 7 ambao watapata kivuli siku ya kiyama, akasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema miongoni mwa watu ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni mtu ambaye tasaddaqa bi sadaqa, ametoa sadaka, fa akhfaha, ile sadaka akaamua kuificha, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mpaka mkono wa kushoto ukawa haujui kilichotolewa na mkono wa kulia. Yani kwa maana kama mkono wa kushoto ungekuwa unajua, manake usingejua kwa namna sadaka hiyo mtu alivyoificha. Mtu ambaye ametoa sadaka kisha mkono wake wa kushoto haukujua kilichotolewa na mkono wa kulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu huyo ni katika watu watakaopata kivuli siku ya kiyama. Nini maana ya maneno haya? Maana yake ni kuwa mtu anapotoa sadaka si vyema kuitangaza. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msivunje sadaka zenu, msiharibu sadaka zenu, bilmanni wal adha, kwa kutangaza na kwa kuleta maudhi. Yani mtu atoa sadaka kisha atangaza, mtu amemlisha fulani atangaza,
mtu amemfanyia wema fulani aenda kutangaza. Kitendo cha wewe kwenda kutangaza kwa watu kuwa fulani nimempa jambo fulani, nimemkirimu kitu fulani, basi ile sadaka yako unaiharibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika watu watakaopata kivuli siku ya kiyama ni mtu ambaye ametoa sadaka kiasi ambacho mkono wake wa kushoto haukujua kilichotolewa na mkono wa kulia, kwa maana ameificha sana, hakutangaza sadaka yake. Ndugu zangu Waislamu, leo ni watu wangapi ambao wanadhalilika, ni mafukara wangapi ambao wanadhalilika kwa sababu ya kupewa sadaka. Watu wanasimangwa kila kona, watu wanajulikana, mpaka kuna watu wanajua wale bwana wanasaidiwa na mtu fulani, kwa sababu yule aliyetoa sadaka anaenda kutangaza. Allah sema la tubtilu sadaqatikum, msiharibu sadaka zenu bilmanni wal adha, kwa kutangaza na kuleta maudhi, kwa sababu uliyemsaidia akijua kama wewe unaenda kumtangaza ni kitendo ambacho yeye hatofurahi. Kwa hiyo Muislamu anapotoa sadaka yake lazima aifiche kutokana na macho ya watu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia mtu wa saba akasema, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ainahu. Mtume asema katika watu saba ambao watapata kivuli siku ya kiyama ni mtu ambaye dhakara Allah khaliyan, amemkumbuka Allah akiwa mwenyewe, fafadat ainahu, mpaka macho yake yakaanza kutokwa na machozi. Mtu amekaa faragha akaamua kuyakumbuka mabaya aliyoyafanya, kisha akapiga mahesabu safari yake iliyokuwa mbele yake, nini alichotanguliza. Akakaa peke yake akamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mpaka macho yake yakatokwa na machozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu huyu ni katika watu ambao siku ya kiyama watapata kivuli, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuzilee nyoyo zetu katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo za Waislamu zimekufa leo, hata kama itasoma Qur'an, hata yazungumzwe nini, bado nyoyo za watu zimekuwa ngumu. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika, Allah sema nyoyo za watu zimekuwa ngumu. Fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa, nyoyo zimekuwa ngumu kama majiwe au zaidi ya jiwe. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, kwa sababu yako mawe ambayo yanamiminika maji. Lakini kuna watu Waislamu hata useme nini, hakuna siku mtu alikaa akatokwa na chozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wako watu wanalia kwa sababu alitazama mume fulani mpaka ikamhuzunisha akalia. Qur'ani inasomwa lakini nyoyo za watu bado hazisikii chochote wala hazihisi chochote. Watukufu Islamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu hawa saba amesema yudhilluhumullahu fi dhilli, Allah watu hawa atawaweka katika kivuli chake siku ya kiyama. Yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli ila kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwenye kuhitaji kivuli siku ya kiyama, basi ashikamane na haya ambayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameyataja. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.